Ila ni kwa namna tu jana mchezo ulivyokuwa. Ukiangalia kipindi cha pili si kwamba alituzidi. Kipindi cha pili tulicheza vizuri. Na tulifanya mambo mazuri sana. Japo walijitahidi sana kuweza kupata goli lakini hawakufanikiwa. Kwa sababu beki zetu zilikuwa nzuri. Ni kweli. Kipa wetu alikuwa mzuri. Kwa sisi tuko vizuri. Licha ya golikipa wenu kuwa mzuri, screen protector wenyewe mnamuita Djigui Diarra alionyesha kuomba kwa udanganyifu, ikapelekea kupewa kadi ya njano, ikiwa ina maana kwamba kazidiwa kimashambulizi. Hili huoni kama anaanza kudelay? Hapana. Si kwamba alikuwa na pressure au kwamba labda tulikuwa tumezidiwa. Hapana. Ile ni hali tu ya mchezo. Ni hali ya mchezo. Yawezekana yeye kama yeye kuna sehemu labda alijisikia vibaya kama ulivyoona anaashiria kwamba alikuwa kuna sehemu ameumia. Kwa ule mpira ulikuwa open sana, Luka kadaka then. Ni kweli. Hayo huwa tunayaona hata kwingine. Kwa hilo hatuweze tukuzungumzia kwamba alikuwa labda amezidiwa, hapana. Sawa, tumalize kwa hili. Huku Simba, huku Yanga. Nirudi kwa Simba kisha nimalizie kwako tufunge. Bwana, katika sajili mlizosajili, wanne bora ambao unaona wamedeliver kile mlichotarajia kutoka kwao, sajili mpya. Wanne bora? Wachezaji wanne ambao katika zile sajili ambazo mlizifanya wameona katika mchezo wa jana, najua wote ni bora. Katika mchezo wa jana, ni katika wachezaji waliocheza jana, wachezaji wanne ambao unaona walifanya kile ambacho mliona hawa kweli wanafaa kuwa wana Simba, tumewasajili kwa pesa nyingi ili kufanya hivyo. Mimi kwanza niseme kitu kimoja. Mimi usajili wangu si wa kubahatisha. Sawa. Wanne. Na nimeona wachezaji wote niliosajili na nikawaingiza katika kipindi cha kwanza, wote wamefanya vizuri. Wote wamefanya vizuri. Nikianza na beki wangu, nikianza na tuseme ukanda wote wa mabeki wa nyuma. Mabeki wote wa nyuma wale wanne wamefanya makubwa. Tena hii beki bana nimeitoa na nani pale na Mungo. Ile beki ile ni beki ya mpira. Yaani ile pale kwa Zimbwe kuondoka, mimi sina pressure. Wala sina wasiwasi. Na umeona kabisa hata mchezo wake. Yaani ukimtazama akiwa anakimbiza mpira, unasema hivi, si Zimbwe huyu. Yaani kuna wengine walikuwa hawajui vizuri wachezaji wale wananyua kwa hisi kabisa yule ni Mligo. Antonio Mligo ni fundi brother. Fundi. Mwingine ambaye Rushaini alafu jina kama la kizungu. Unaona yule jamaa wakati anasajiliwa Simba nikahisi kabisa ametoka ile nchi anatoka Modric kule Croatia. Nikahisi kabisa atakuwa ndugu yake na nani na Modric huyu. Wewe sangeitwa Rushanichi. Rushanichi. Siwezi ilivyoitwa vile kitaalamu. Rushaini. Rushaini. Bwana yule bwana mambo anajua kushaini. Basi Bara Conte. Amenichafulia pale kwenye namba ngapi ile namba 6. Akasema vijana wamepoteana. Uliona pale katikati jinsi ilivyokuwa. Pakome alikuwa atembea. Sawa, basi ngoja kwanza. Jicho ulimuona lakini? Niliona. Muulize ungekuwa una nafasi ya kwenda kukutana hivi na Baka, ungemuuliza bwana vipi kuhusu Ticha, angekwambia. Sawa. Kabla sijamia kwa Yanga ili tumalize swali la kizushi. Tuliona pia unavyosifia mashambulizi mliopeleka mashambulizi mliopeleka, lakini pia Jobu bwana amemficha Dese Mukwara. Awamu nyingine tunaona pia Eli Mpanzu kwa namna moja au nyingine anafichwa na yule ambaye hii ni mechi yake na inakaribia ya 10 ama tuseme 20 toka amesajiliwa, anaendelea kuwa bora. Wao wamewaibia Zimbwe, wewe uwezi ukashauri mfanye mchakato wa kumchukua Dickson Job? Hatuna shida naye sisi. Hatuna shida naye. Yeye abakie tu huko kwa Yanga, acheze tu Yanga huko. Pale Yanga ndo panamfaa. Huko atakosa namba kwa sababu sioni sehemu gani anaweza kaenda akacheza. Yule tutamchezea acheze tu Yanga huko. Kwa sababu Yanga hawana watu, hawana mabeki, wakae tu huko atawasaidia. Sawa bwana. Basi bwana, kwenye sajili za wananchi mlizozifanya 4 zilizokichafua jana mwenyewe ukasema kweli hatari. Twenzetu. Moja kabisa niseme kwamba
wachezaji wetu tuliowasajili. Washawasha usimtaje, hajui alichemka, ni mweupe pe. Yaani hata usimtaje, taja wengine. Mwache azungumze, ndio. Usimtaje kabisa. Wakati wanaanza nani walitamba sana, washa alichemka, yuko hoi. Hakuwawasha wengine. Mweupe pe. Tunafuraha. Ndio. Wewe mwenyewe uliona. Usimtaje huyo. Twende sasa, wanne ndio, twende wanne. Tukija mtu kama Kouma alikiwasha. Tukija mtu kama Aziz Ndambwile alikiwasha, ambaye tulikuwa hatumtarajii kwamba atafanya mambo makubwa, lakini alisimama katika nafasi yake. Yuko vizuri sana. Umeona? Alikichafua sana. Alifanya mambo makubwa sana. Unaona? Hatari sana. Kwa hawa ni maneno tu. Sawa. Wasubiri sana. Sawa. Wataendelea kusubiri sana. Ni maneno yao tu. Sisi tulishazoea maneno yao. Sisi tunawaacha waongee maneno mengi, lakini sisi tukiingia uwanjani wanaojua mziki wetu. Yaani hata kama ni kwa kuotea dozi lazima tukawe dozi.